Mpendwa mwana wa Mungu, leo tunatafakari kwa kina juu ya habari ya upendo. Na hapa niseme na wewe kwamba popote pale ulipo kwamba uko hapo kwa sababu kuna watu walikupenda. Waliokupenda, moja ni Mungu mwenyewe akakuleta hapa duniani na alikuleta kwa kusudi ili upate kuishi. Lakini wazazi wako walikupenda, wakakuangaikia, lakini walezi walikupenda wakakuangaikia, lakini kuna watu ambao ulikutana nao wakati fulani ukipita kwenye maisha, wale ambao walikusaidia wakati unasoma, wakakupeleka mahali ukainuka, ukajua kusoma na kuandika. Lakini kuna watu ambao pia uko kazini, kuna watu pale wanakupenda. Lakini kama kuna mahali uko unafanya huduma, biashara na chochote kile unachokifanya, wako watu pale wanakupenda, ndio wanakupa furaha, wanakupa pia amani. Kwa ukiona jambo hili linatokea kwako, basi jitahidi pia kuwapenda watu wengine. Nikwambie tu kwa utangulizi kwamba huwezi kufanikiwa eti kwa kuchukia watu wengine, au huwezi kupendwa kwa kumchukia mtu mwingine. Huwezi kuinuliwa kwa kuwakasirikia au kwa kuonea kijicho au kwa kuonea wivu watu wengine, na huwezi kubarikiwa utakaposimama kuwasema vibaya watu wengine ambao wamebarikiwa pia, kwa sababu baraka zinatoka kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu anaachilia baraka zake kwa kila mtu kwa kadiri ya wakati wake na kwa kadiri ya hitaji au kusudi lile ambalo Mungu ameweka ndani yake. Kwa tunapotafakari juu ya habari ya upendo katika siku hii ya leo, hebu tutazame kwa kina upendo ambao Mungu ametuachilia. Mungu mwenyewe alitupenda tangu kuzaliwa kwetu. Kabla ya kuumba kwetu, anasema alitujua, kwa hiyo akaachilia kwamba tuzaliwe hapa duniani. Kwa hiyo alitupenda, lakini upendo wa Mungu tunauona katika ile uumbaji wake. Alimuumba mwanadamu, akasema awe mfano wetu, sura yetu, afu akampulizia pumzi ya uhai wa kwake mwenyewe Mungu. Katika ile bustani ya Edeni wakakaa Adam na Hawa, na hata walipoasi, ukisoma ile sura ya 3 kitabu cha Mwanzo, Mungu akawapenda, akawashonea mavazi na wakawa wamewekwa katika eneo jingine la kuishi. Mungu aliwapenda, ingawa Mungu alikasirika juu yao. Maandiko yanasema bado Mungu aliendelea kuwaacha juu ya nchi. Lakini naona hata kipindi kile cha Kaini na Abili, Mwanzo ile sura ya 4, utaona ugomvi uliotokea kwa sababu ya baraka. Kaini, kuna watu wengine wako kama Kaini, wanaona wivu pale ambapo mwingine anabarikiwa, Mungu anapomuona. Kwa hiyo Kaini akawa kama wewe au mimi, ambao tunaweza kusimama mahali tukaanza kuwachukia watu waliofanikiwa. Kwa hiyo Kaini alimchukia ndugu yake, hata baadaye akamuua, na Mungu alipokuja akamuuliza, yuko wapi ndugu yako Abili? Yeye akasema, Bwana, mimi ukuniweka kuwa mlinzi wa ndugu yangu. Wako watu wengi wa namna hiyo. Kwa hiyo utaweza kuona kwamba upendo wa Mungu ulikuwepo tangu asili. Enzi za Nuhu, ile sura ya 6 kitabu cha Mwanzo, utaona Mungu akaona neema kwa Nuhu. Kwa nini? Nuhu alimpenda Mungu sana na akamwamini, alafu Mungu akaachilia neema kwake. Lakini kipindi cha Ibrahim tunaona neema hiyo ya upendo ambayo Mungu aliachilia kwa imani. Ibrahim alimpenda Mungu. Bila kumpenda Mungu, maana yake hata imani yako inakuwa haba. Lakini pia bila imani hakuna upendo. Ibrahim pia alimpenda na Mungu akambariki sana. Ndio uzao wa kwanza kabisa tunaweza kuzungumzia katika neema hii. Kipindi cha Yakobo alimpenda sana Mungu na Mungu akamfanikisha. Isaka baba yao alimpenda sana Mungu na Mungu akamfanikisha. Ingawa kulitokea matatizo katika familia, lakini Mungu kwa upendo wake hakuweza kuharibu kile kizazi. Kwa upendo wa Mungu ni wa asili, na tunasema upendo wake huwa hauna sababu zile ambazo unaweza kuzielezea kwa wanadamu, lakini ni asili ya Mungu mwenyewe, kwamba yeye Mungu mwenyewe ni upendo. Na anasema kwenye ile Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16 kwamba tazama jinsi Mungu aliupenda ulimwengu na akamtoa mwanawe pekee Yesu Kristo, na kila anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Uangalie upendo wa Mungu kwetu ndio unaotupa tena nafasi hii. Ulizaliwa kwa wazazi walikupenda, wakakulea, wakakufikisha mahali. Leo hii umebadilika tena, umekuwa kama mzao wa mzabibu mwitu. Ujali watu, ujali wazazi wako, ujali familia, ujali nani. Lakini pia uko sehemu ambako Mungu alikutumia mtu ambaye anakupa jambo fulani ambalo wewe mwenyewe huwezi kulifanya. Ni mke wako, ni mume wako. Hebu onyesha upendo, kwa sababu bila hao au bila huyo mwanao, baba yako, mama yako, bila hao nafasi yako hapa ulimwenguni inakuwa imepungukiwa, kwa sababu Mungu alitengeneza watu wawili tangu enzi za Adam na Hawa. Akasema si vema mtu akae peke yake. Kwa hiyo unaweza kukuta nyumbani kwako pale ulipo kama baba, au pale nyumbani kama mama, kuna watu wanakupenda, lakini kile unachowarejeshea kimewaumiza moyo, kimewarudisha nyuma. Kwa hiyo unaweza kuanza kumlaumu Mungu, kwa nini siende huku, siende kule, kwa nini sipati kile? Kumbe ulipunguza ile roho yako ya upendo kwa watu wengine. Upendo una siri nyingi sana, lakini ukisoma ile waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Korintho, anasema nijapo sema kwa lugha, kwanza ile sura ile ya 13 anzia ule mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Korintho sura ile ya 13 kuanzia ule mstari wa kwanza, sema nijapo sema kwa lugha za wanadamu na malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba
iliayo na upatu uvumao. Lakini anasema tena, kuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, kuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Lakini anasema nikitoa mali yangu yote kuwalisha masikini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidii kitu. Unaona siri za upendo hapa. Anasema upendo huvumilia, upendo ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabali, upendo haujivuni, haukosi kuwa na adabu upendo huo. Lakini pia anasema hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, lakini haufurahii udhalimu, bali ufurahia pamoja na kweli, uvumilia yote, uamini yote, utumaini yote, ustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika, zikwako lugha zitakoma, zakiwepo maarifa yatabadilika. Hapa kuna sifa kuu za upendo. Moja, uvumilia upendo. Kuna watu wameshindwa kuvumilia kwa sababu kukosa upendo, wameshindwa hata kukaa kwenye mahusiano, kwenye ndoa kwa sababu ya kukosa upendo. Lakini ufadhili, kuna watu ambao waliweza kuwasaidia watu wengine, lakini wale waliosaidiwa leo unaweza ukakuta wamekimbia kabisa. Tena wakati mwingine wanaenda wanajitamba huko, wanasema yule bwana alitumia fedha zake kwenye ulevi tu, lakini akasahau kwamba kuna mtu alijitoa kwa ajili yake, kuna watu walilala chini kwa ajili yake, kuna watu walimsomesha yeye wakaacha kusoma wao, kuna watu ambao walikuwa hawali kwa ajili ya kwake yeye kula kushiba, na leo kuna mahali ameinuka, hawezi kumkumbuka yule aliyemtendea fadhili. Lakini nasema upendo hauhusudu. Yani kuna mtu usuda, manake ni kile kitu kama una chuki ndani yako. Lakini pia upendo hautakabali, lakini upendo haujivuni. Kuna watu wakiwa na kitu chochote wanachopewa na Mungu wanaanza kujivuna, na kwenye mtu mwenye upendo hawezi kuonyesha upendo wake kama majivuno. Upendo unadhihirisha utu wema. Upendo unadhihirisha kile ambacho Galatia sura ya 5 kuanzia ule mstari wa 24 wanazungumza juu ya habari ya tunda la Roho, utii, utu wema, lakini pia upendo wenyewe, lakini pia anasema pia ukamilifu wa moyo. Kwa hiyo upendo una siri nyingi sana. Ukisoma kwenye ile waraka wa Yohana, ile waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya 4 anza na mstari wa 7 mpaka 21, utaona siri za upendo. Anasema wapenzi, na mpendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Kwa hiyo siri ya kwanza ya upendo ni kwamba Mungu mwenyewe ndio chanzo cha upendo. Lakini anasema kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Kwa hiyo kumjua Mungu ni pamoja na kupenda watu wengine. Lakini pia anasema yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni pendo. Mungu ni pendo, ndio maana ametuweka hapa duniani. Na kuna wimbo tunaimba, Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, apenda watu. Tunampenda Mungu, lakini wengine tunawachukia. Sasa hilo silo ambalo Mungu amelikubali. Kwa upendo lazima uwe mara mbili, umpende Mungu, lakini ujipende wewe mwenyewe na uwapende watu wengine. Na katika hili anasema pendo linaonekana kwetu kwamba Mungu alimtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima. Hili ndio upendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanawe wa pekee kama upatanisho. Wapenzi, mkiwa na Mungu alitupenda sisi, ikiwa Mungu alitupenda sisi, imetupasa na sisi kupendana. Dunia sasa hivi inapita katika changamoto kubwa sana, ambapo watu wanachukiana sana. Unakuta ndugu kwa ndugu, marafiki, jamaa, hata sasa hivi kutembeleana imekuwa ni changamoto sana. Watoto kuwajali wazazi wao, watoto wanasahau kabisa kwamba wana wazazi mahali. Kwa nini? Wamekosa upendo. Lakini pia ndugu kwa ndugu, sasa hivi imefika mahali hata kutembeleana na majumbani, kuna mtu mwingine akienda hata kwa ndugu yake, taarifa ambazo wanazikusanya kule kupeleka mahali kwingine ni za kumuumiza ndugu yake kabisa. Kwa hiyo kuna watu wameamua kukaa tu wao wenyewe. Lakini pia kuna familia ambazo zimejitahidi sana kusomesha watoto, wamewapeleka watoto mbali sana na wakajenga nyumba kwa ajili ya vyumba vya watoto, lakini watoto hawakai nyumbani, hawajali wazazi. Kuna watoto leo baba yake anaumwa, mama yake anaumwa, unaweza kukuta yeye anatuma message tu kwenye WhatsApp, get well soon daddy, get well soon mami, lakini mama alikuwa anakuja na kubeba na kupeleka hospitali, anakuhangaikia, wakati mwingine halali kwa ajili yako. Sasa ukiyajua haya, unaweza ukasimama mahali utasema kwamba sio nguvu zangu, sio uwezo wangu ulionifikisha hapa. Upendo umepotea. Jihesabu pale ulipo. Je, nimefika hapa kwa nguvu za kwangu? Nimefika hapa ni nani alionileta? Alafu utaanza kuona upendo wa watu waliokushika mkono. Ni kweli kwamba kuna wakati mwingine unapita kwenye magumu, na yale magumu mengine ya kujitakia. Kuna watu wengine waliingia kwenye mahusiano, wakaingia kwenye ndoa kwa kukosa upendo, ukawatoa kwenye yale mahusiano. Sasa